Hello, ninakusalimu kwa jina la Mungu aliyo hai. It is me again, kaka wa madhabahuni. Wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Amen. Kwanza kabisa nina furaha na kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Alafu namba 2, napenda kukwambia neno hili, usijikatae kwa sababu ya wao ama maneno yao ama nini wanasema juu yako, bali amini kile kilichopo ndani yako, bali sio yale maneno ambayo wanasema juu yao. Kwa maana siku zote watu wanatutambua kwa nafasi ya kwanza kwa mapungufu. Watakutafuta kwa mapungufu kwanza, ama watakujua kwa mapungufu kwanza, baadaye ndipo wataanza kujua uzuri wako. Kwa hiyo sikuumize moyo sana kipindi ambapo watu wanakujaji kwa mapungufu yao. Sasa siku ya leo tunaingia katika ule mlango nambari 6. Tulianza mlango namba 1, mlango namba 2, mlango namba 3, mlango namba 4, mlango namba 5. Basi siku ya leo tunadondoka katika ule mlango namba 6. Yamkini ukawa ni mtu ambaye haukujua mlango wa kwanza, basi unaweza ukashuka chini katika chaneli yetu hii ukaanza kuangalia mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6. Nilikwambia kila mwanadamu ambaye unamuona katika dunia hii basi amepewa milango 7. Katika hii milango 7 ni kwa ajili ya kupokea na kutoa. Kila mwanadamu ambaye unamuona katika hii dunia amepewa milango 7 ya kupokea ama kutoa. Sasa kitu kikubwa ambacho wengi wamefanikiwa na wengi wamefeli ni wale watu ambao walijua hii milango 7. Basi hawa watu walifanikiwa na waliona mkono wa Mungu katika maisha yao. Lakini watu ambao wako wanatangatanga, wako wanaomba na wameshindwa kupokea kutoka kwa Mungu, basi ni watu ambao hawakuijua milango 7 hii ya kuweza kupokea katika maisha yao na kutoa katika maisha yao. Basi tunaingia katika mlango namba 6. Tunaposema mlango namba 6, hapa ninazungumza katika ubibini na ubabuni, nikimaliza katika uume wa mwanaume na uke wa mwanamke. Huu ni mlango pekee ambao unashika katika kiwango nambari 6, ambao mlango huu umepoteza watu wengi na mlango huu umebariki watu wengi sana. Yamkini huko unajiuliza, je, kaka, ni kwa nini? Sasa nitaanza kwanza mahali hapa katika faida, alafu pia nitaendelea huko mbele yake. Ninaposoma Wakorintho wa kwanza 7, maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii. Anasema mume na ampe mke haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mume haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake. Mungu anathibitisha hili jambo ya kwamba hili jambo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu analithibitisha kupitia maandiko yake matakatifu. Anasema mume na ampe mke haki yake, na mke ampe mume haki yake. Mume hana amri juu ya mwili wake, vivyo hivyo mwanamke naye hana amri juu ya mwili wake. Sasa nataka nikwambie mtu wa Mungu, sasa hapa tunaona Mungu anasema mume, hajasema mchumba, bali linasema neno mume, linasema neno mke, linasema neno mume, linasema neno mke. Anasema mume. Ina maana tunapozungumza katika hili kundi, tunazungumza kundi la watu ambao wamejalalisha ndani ya mioyo yao. Walivyojalalisha ndani ya mioyo yao, wakaenda kwa wazazi. Walipoenda kwa wazazi, ikafika hatua ya mwisho, wakafika mpaka kanisani, wakabaliki. Ndio hivyo maana wakaitwa mume na mke. Sasa kumbe hili tendo ni zawadi kati ya watu ambao wako katika ndoa, wale ambao wameaminiana kana kwamba mimi ninakubeba wewe na mapungufu yako, nimekubali. Na mwanamke naye anasema mimi nakubeba wewe na mapungufu yako, nimekubali. Kwa hiyo hawa watu wanaamua waache wazazi wao, waambatane, wawe mwili mmoja. Basi zawadi yao pekee ili ya kuweza kudumisha ukaribu wao, kuweza kudumisha afya za upendo wao, basi Mungu akaruhusu tendo hili liende likawe juu ya maisha yao. Nisikilize vizuri, juu ya maisha yao. Na hapo ndipo ambapo utapata kukuta katika tendo hili huwa linatokea zawadi ya kuzaliana na kuongezeka. Maandiko yanasema enendeni ulimwenguni mkazae na kuongezeka. Basi kuongezeka pia kunatokana na hili tendo pia katika familia. Sasa hii ni zawadi ya watu ambao wameoana. Shika mahali hapo, hii ni zawadi ya watu ambao wameoana, wapo katika ndoa. Basi Mungu anasema
mke huna amri juu ya mwili wako, vivyo hivyo mume huna amri juu ya mwili wako. Kwa hiyo hawa watu wameamua kuwa pamoja, basi hilo tendo ni baraka pekee juu ya Mungu. Unaweza ukajiuliza, Mungu ni fundi kiasi gani juu ya hili tendo? Hakuna chakula ambacho utakula hapa duniani ukalia machozi. Hakipo. Unaweza ukakula pilau lililopikwa na Muhindi na Mchina wala usitoe machozi. Unaweza ukala pilau lililotengenezwa katika 5 star wala usilie machozi. Unaweza ukala chakula kizuri katika wala usilie machozi, lakini hili ndio tendo pekee ama chakula pekee ambacho unakula unakuta watu wanalia. Watu wanalia vilio vya ajabu. Watu wanaenda huko wanalia vilio vya ajabu. Ni kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini ifahamike ya kwamba kila zawadi ambapo kabla hujaifikia ukipambana kuitafuta, my dear, lazima utaumia. Na hapa ndipo ambapo ninaenda kuzungumzia juu ya watu ambao wameumia. Ninaposoma maandiko matakatifu yanapata kuniambia ya kwamba msizini. Sasa tunapozungumza neno usizini, ni wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, hawajakubaliana, yani hawajaingia kwenye ndoa, basi pale tunafanya tendo la uzinifu. Sasa kwa nini maandiko yanasema msizini? Wenda tunaweza tukasema Mungu naye ana 1 2 3. Nataka nikwambie, hata ukienda kwa Mchina ambaye ametengeneza simu, basi utakuta ile simu amekuwekea, hii simu usiweke kwenye jua, sijui fanye hivi, yani ina masharti yake. Hata Mungu wakati anatuumba, basi naye akaweka masharti ili tuweze kudumu na tuweze kufanikiwa katika dunia hii. Basi tufuate zile principle, amri 10 za mtu ili aweze kuishi vyema, basi inatakiwa akae katika zile amri 10. Mfano, anasema usiibe. Ina maana ukiiba wakikushika unauawa. Usitamani mke wa jirani yako. Hayo umetamani mke wa jirani yako, umeenda, my dear, utapakwa mafuta. Amen, ukipakwa mafuta tayari utapotea. Sasa ni vitu ambavyo Mungu yeye mwenyewe anajua kabisa, hivi nikiviweka juu ya mtu wangu ambaye nimemuumba kwa mfano wangu, ni vitu ambavyo vitamtembeza katika misingi myema, ni vitu ambavyo vitamtembeza katika misingi yeye kufanikiwa. Lakini utamkuta mjinga mmoja na mpumbavu anakuambia amri 10 ni upotofu. My dear, nataka nikwambie ni amri ambazo ziko zinakulinda. Hakuna kitu katika dunia hii kilitengenezwa pasipo kuwekewa sheria. Ukienda hata hii kamera inayotushuti, utakuta kuna kakaratasi kanasema hii kamera haitaki kuingia kwenye maji, sijui hii kamera haitaki kufanya. Yani ipo imekupa mlolongo ili iweze kudumu, basi fuata zile principle. Hata wewe ili uweze kudumu ni lazima ufuate zile principle za amri 10. Sasa maandiko yanaposema msizini, inamaanisha nini? Wale ambao hawajaoa haitakiwi kuingiliana na mwanamke ama kuingiliana na mwanaume. Kwa nini? Hiyo ni faida kwako. Sasa tunapozungumza mlango ubibini na ubabuni, tunapoingiliana tunaingia katika kuweka agano. Haleluya. Tunaingia katika kuweka agano. Unapoingia kuweka agano na mtu huyu, leo unaachana na huyu, kesho unaingia na huyu, unaachana naye, unaingia na huyu, unaachana naye. Kumbuka unabeba maspiriti ama maroho ya watu wengine. Yamkini ndio maana siku leo uko unatamani sana kuolewa. Uko unasema, Mungu mbona hauko upande wangu? Mbona Mungu sioni mkono wako juu yangu? Nataka nikwambie, umekutana na watu wangapi? Umeshiriki na watu wangapi? Kuna watu wengine uliposhiriki tu papo ukauza roho yako ikawa juu yao. Na hiyo ndio maana kila unapoingia kwenye mahusiano, wewe unamuotaga jamaa fulani. Upo kwenye ndoa lakini unamuotaga jamaa fulani. Ni kwa nini? Kuna watu tuliingia nao kwenye mahusiano, sio kana kwamba tulifanikiwa, bali tuliingia nao katika maagano. Nataka nikwambie, hakuna agano baya katika hii dunia. Hakuna agano baya katika hii dunia kama agano ambalo linafanyika kwa damu. Na hii ndio maana nikinaposoma maandiko inasema kwamba usimwache mwanamke wa ujana wako. Kwa nini mwanamke wa ujana wako? Maana yule ndio uliojua kutoa ile bikira yake, ukatoa bikira yake ulivyoitoa ile ile damu, na wewe na yeye mmeweka agano. Na hii ndio maana asilimia kubwa watu wengi sana leo wako wanaishi wakitangatanga juu ya ndoa, zimekuwa ni ngumu. Ukirudi zamani unaweza ukasema wazee wa zamani walikuwa ni wapumbavu, kama wajinga fulani hivi, ya kusema hapana, usioe pale, nenda pale, mwanamke ambaye hana bikira usioe. Sio kana kwamba walikuwa wajinga, kwa maana walijua asili ya damu. Ninapozungumza damu, ninazungumza kuhusu agano. Sasa ujinga na wapumbavu, utasikia mtu mmoja anasema kwa damu ya Yesu yote yalikwisha, yote yalikwisha kwa damu ya Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, sio kila kitu kitasafishika kwa damu ya Yesu.
Na hii ndio maana huko unateseka, machozi yamekuwa sehemu ya maisha yako, umekazana kusema kwa damu ya Yesu yote yalikwisha, kwa kuendekeza upuuzi na ujinga. Nataka nikwambie kitu kimoja, ili uweze kuona neema ama mkono wa Mungu, huu mlango wa ubibini na ubabuni, kuna mambo mengine utajikonekti mwenyewe maroho, utaingia mwenyewe maroho. Maandiko yanasema ya kwamba aambatanaye na kahaba naye ni kahaba. Nataka nikwambie, kuna saa nyingine umejiunganisha na watu, makoo yao sio mazuri. Umeingia na mtu tu hivi kwa sababu ya tamaa ya fedha. Umeingia umejikutanisha na mtu haujui ni nani, na ndio maana baada ya hapo ukaanza kufifia nyota yako. Je, umeambatana na nani? Anasema ya kwamba mume na ampe mke haki yake, mume na mke vivyo hivyo. Hajasema enyi watu nendeni mkawape wasichana haki yao, no. Anasema mume, ina maana watu ambao wameamua kuacha wazazi wao, walipoamua wakaamua waambatane. Na hii ndio maana nataka nikwambie, ambapo wakishaambatana wanathibitishwa kwa miungu wa pili katika dunia hii. Wakuthibitisha kwa miungu wa pili katika dunia hii, ndio maana baadaye wanaanza kuleta uzao. Haleluya. Nisikilize mtu wa Mungu, katika vitu ambavyo inatakiwa usimame na uogope kuliko vitu vyote, kufungua zipu yako. Katika vitu ambavyo inatakiwa uogope katika vitu vyote, kufungua sketi yako. Hii inasababisha watu wengi sana waone Mungu hayupo. Na ndio maana wamekuwa watu wakihangaika, ndoa zimekuwa ni ngumu. Nani atakuoa? Umekuwa ukilia machozi kila itwapo leo, damu ya Yesu hivi na hivi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, huu mlango una uwezo wa kukufanikisha, una uwezo wa kukuangusha. Ukweli ni kwamba kuna watu ambao ukiingia nao, ukijamiana nao ama ukifanya nao tendo la ndoa, my dear, hata kibali cha kufanikiwa kinafungwa. Hiyo ni ipogo hivyo, kwa sababu tunakuwa tunajiconnect. Amen. Yani tunajiconnect. Kwa mfano mimi kwetu tuko na maspiriti ya kwetu. Unakutana na mtu naye ametoka kwao, ana roho yake, ana maspiriti yao, ana vitu vyao, yuko na kila kitu cha kwao. Sasa tunapokuja kukamatana na kuvua mili, anasema huna amri juu ya mwili wako, na mwanamke hana amri. Kwa hiyo hii mili inakutana ikiwa iko peku peku. Kwa hiyo inavyokuja kukutana, kukumbuka kitu kimoja ambacho kinamaanisha uhai, ni kitu ambacho kinaitwa jasho, ni kitu ambacho kinaitwa pumzi, ni kitu ambacho kinaitwa shahawa. Hivi ni vitu hai asilimia kubwa. Licha ya hivi vitu vitatu nilivyokutajia, kitu kingine kinachokuja kuitwa neno. Nisikilize vizuri, neno. Kwa hiyo hapo ninakuja kuona, tunapokutana katika mwili, jasho langu na jasho lako vinakuwa vinaambatana. Nachukua jasho lako na wewe unachukua jasho langu. Vivyo hivyo, haijaishia hapo. Pumzi yangu unakuwa na wewe unapuliza juu, pumzi yako unaichukua na ya kwangu unaichukua. Na haijaishia hapo, kitu kinaitwa manii ama shahawa inakuwa inatoka kwangu, inakuja inalilizi kwako. Ikililizi kwako ni damu, ile inakuja inaingia kwako, ile ni damu. Licha ya hivyo, agano ya vitu vitatu kwa combining, kunakuja na kitu kingine, maneno. Na hapo ndipo ambapo unakuta huko unasema maneno namna hii: siji kukuacha, wewe ndo wangu daima, wewe ndio milele, forever and ever, sijui wewe ni nini. Naye mwanaume anatoa ahadi zake ya kwamba siji kukuacha, nikiachwa basi mimi nitaonekana mwenye laana, sijui nini, wewe ndio mwanamke pekee. Na huyu mwanamke naye, kwa sababu roho yake inakuwa imefunguka, wanapofanya lile tendo roho imefunguka. Kwa hiyo na siku zote roho ikifunguka ama moyo ukifunguka, mtu haongei uongo, bali huwa anasema ukweli. Kwa hiyo unakuta ananena mambo ya kweli. Sasa ufahamu ya kwamba pale wanapokezana jasho kwa jasho, pumzi kwa pumzi, haijaishia hapo. Bado mwanaume anakuja kutoa damu yake ambayo anaopeleka katika chombo. Maana mwanamke ni chombo, mwanamke sio mtu, ni chombo. Anasema kwa sababu hao ni vyombo vile, anapeleka katika chombo, naye anakuja kutunza kile kitu. Kwa hiyo anatunza na yale maneno mmeapiana. Na mkuapiana mara moja, wengine mmeapiana zaidi ya mara 80, wengine mmeapiana zaidi ya miaka 3, wengine 4, wengine 5, wengine 9, wengine 10. Alafu baada ya hapo mnakuja kuachana ghafla. Mnaachana kwa maneno mabaya. Baada ya kuachana maneno mabaya katika ulimwengu wa roho, ili tendo lilihalalishwa kwa wanandoa. Kwa nyie tayari mmeshaingia na kujiaminisha ni wanandoa, kwa sababu mili ilipata kukutana. Na hii ndio maana kila mtu ambaye unakutana naye
Sio kana kwamba umelogwa, hapana. Unaanzisha mahusiano haya yanakufa, kwa sababu katika ulimwengu wa roho tayari umeshatengeneza uko na mume. Tayari ulimwengu wa roho unatambua wewe ni mke wa mtu. Tayari ulimwengu wa roho unatambua wewe ni mume wa mtu, na chochote ambacho kipo katika ulimwengu wa roho basi huwa kinakuja kuthibitika katika mwili. Ndio maana nasema kuna mambo mengine sio kana kwamba umelaaniwa, umejiconnect sana. Hebu kuna saa nyingine ingia, kabla ya kuanza kusema damu ya Yesu inaweza mambo yote, mwambie Mungu, ninaomba nivunje maagano. Hayo maagano ambayo umeyatengeneza maishani mwako, vunja. Nisikilize, kuna watu mko mahali hapa, mmeingia kwenye ndoa tu ghafla, mkakurupukia ndoa na mkafly, lakini mlivyokuwa cha ajabu mkasahau wapi mlikotoka. Adui wa kwanza ni yule anayesahau alipotoka. Ukiona unasahau ulipotoka, jua wewe ni adui wa mafanikio yako, wewe ni adui wa kukua kwako, wewe ni adui wa kuongezeka kwako. Ukiona unasahau mahali ulipotoka, wewe ni adui wa mahali ya mafanikio yako. Sasa jambo lipi ambalo unatakiwa ufanye, mtu wa Mungu? Yamkini huko unajiuliza maswali mengi, unaona kama umekosa amani. Unapoingia kwenye mahusiano mapya, make sure lile agano lilokuwa nalo lazima ulivunje. Hapa nakwenda kwa Mungu mwenyewe. Kuna agano la kale. Amen. Kuna agano la kale ambalo lilikuwa linatendeka kwa sheria zake. Lilivyokuwa linatendeka kwa sheria zake, ili Mungu aweze kutengeneza agano ama kukamilisha, alikuja kwa agano jipya akavunja tena kwa damu. Kwa hiyo kuna jambo unapoingia katika agano jipya. Ninapozungumza mahusiano ni agano. Ninapozungumza mahusiano ama ndoa ni kitu ambacho kinaitwa agano. Kwa hiyo wewe unaingiaje kwenye agano wakati agano lingine bado lijalivunja, bado liko linakuhitaji? Una maagano karibia 5, yote yanakufuatilia, utakuwa salama? Na hii ndio maana tunasema sisi tukogwa hatupendwi, hatuna nyota. Sio kana kwamba hauna nyota, una maagano ya watu yako yanakudai. Ukienda kwa mganga wa kweli utakuta hana michepuko, ame straight hivi, ama ana wake wawili ama watatu, anafanya zamu, anatembea pale, kwa maana anajua siri ya mizimu yake. Ili aweze kuwa bora, mganga mzuri, lazima atulie katika engo hiyo. Na ndio maana masharti mengine ambayo watakwambia hii dawa ninakupa, hakikisha haukutani na mwanamke. Kama ni mwanamke watakwambia hakikisha haukutani na mwanaume. Sio kana kwamba ni wapumbavu, yani hata mizimu inajua kana kwamba hicho kitu kipo connected kiasi gani, na mizimu inajua. Lakini cha ajabu, mtu ambaye yuko katika Mungu, yeye hatambui hilo, amebaki kusingizia kwa damu ya Yesu. Yote aliishaga kufundisha uzinzi tu. Nisikilize mtu wa Mungu ambaye uko mahali hapa, ili uweze kufanikiwa, nataka nikwambie kweli, mwanaume unanisikiliza mahali hapa, ukifunga sana zipu yako itakusaidia sana katika mwongozo wa wewe kuendelea. Pia utatengeneza ukaribu mkubwa sana wa nafsi yako na wewe, wa roho yako na wewe. Saa nyingine tumeshindwa kuleta matokeo ni kwa sababu hiyo tu. Kila mahali sisi tulikuwa tunafungua zipu, kila mahali sisi tulikuwa tunafungua zipu, na baadaye ikafika hatua tukakosa nguvu ya kuweza kusimama. Sasa wacha nikuchukue nikupeleke katika stori moja ya mtu mmoja katika maandiko matakatifu, anaitwa Amnoni. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia Amnoni alitokea kumpenda sana nduguye aitwaye Tamari. Alitokea kumpenda sana. Sasa huyu Amnoni alimpenda sana ndugu yake sana, alimpenda sana huyu binti aitwaye Tamari. Na maandiko matakatifu yanapata kuniambia ya kwamba huyu binti alikuwa ni mwanamwali, yani ni kigoli, ni mwanamke ambaye yuko na bikra bado. Sasa Amnoni alivyompenda sana huyu binti, maandiko matakatifu yananiambia Amnoni alikuwa na rafiki yake mwelevu. Ukisikia neno mwerevu, jua huyu ni mpumbuzaji siku zote, ama jua huyu ni mpotoshaji siku zote. Kuna maana ya mwerevu na mwenye hekima, ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana hata nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko viumbe vyote. Ina maana alikuwa ni mpotezaji, yani mwerevu siku zote ni mtu ambaye anajua kila kitu. Yani hawa ni watu wasioshaurika, ni mtu mwerevu. Kwa hiyo Amnoni alikuwa na rafiki yake mwelevu kuliko kitu kingine. Rafiki yake akapata kumuuliza Amnoni, akasema Amnoni akasema yes. Akasema ndugu yangu. Amnoni akasema ndio. Akasema kwa nini unakonda kila iitwapo leo? Kwa nini unakonda? Maana rafiki yake akaona mbona Amnoni kila iitwapo leo anakonda. Amnoni akapata kumwambia rafiki yake, akasema namna hii, unaponiona mimi mahali hapa, ninampenda sana umbu langu Tamari. Nampenda sana. Ninashindwa kutenda jambo lolote, na ndio maana hii ninakonda.
Sasa upendo uliokuwa kwa Amnoni ulikuwa ni mkubwa, ambao ulimpelekea siku hadi siku akawa yuko anapungua, siku hadi siku akawa anapungua. Lakini rafiki yake akamshauri Amnoni, akasema, nisikilize Amnoni, mbona hiyo inawezekana? Mwambie baba yako ya kwamba unaumwa, nenda katika kitanda chako, lala, ya kwamba sema unaumwa. Akija baba yako utamwambia ninaumwa sana, alafu ninaomba ndugu yangu Tamari aniandalie chakula, alafu akisha kuandalia chakula, alafu kisha umbake. Amen, kisha umbake. Basi Amnoni akamsikiliza ndugu yake, ambaye huyo ni rafiki yake. Alipomsikiliza rafiki yake, basi ikafika kipindi kweli akaandaa yale mazingira. Alipoandaa yale mazingira, akalala katika kile kitanda. Babake alipokuja akamwambia ya kwamba, baba, ninaomba umwambie ndugu yangu Tamari mimi ninaumwa sana, aniandalie mkate. Aniandalie mkate. Babake akaona isiwe shida, kwa maana baba alimpenda kijana wake. Akasema kama anavyosema, wacha nifanye. Baba akamwambia Tamari. Tamari akaja kweli kuja kuandaa mikate, lakini Amnoni akafukuza walinzi wote katika ile nyumba pasiwepo na mtu. Kisha mahali pale akaanza kumwambia Tamari, baada ya kupika mikate, akamwambia, naomba uje nilishie chumbani mwangu. Alipoingia Tamari katika chumba cha Amnoni, Amnoni akaanza kumwambia Tamari ya kwamba ninaomba ulale na mimi. Tamari akaanza kukataa, akamwambia Amnoni kwa mapenzi mazuri, akapata kusema namna hii, hapana, naomba unisikilize ndugu yangu, naomba unisikilize. Kwa nini usimwambie baba yako unioe? Maana ukinioa, sikiliza, maana ukinioa itakuwa ni njema. Epuka kuwa mpumbavu katika Israeli, kuwa mjinga katika Israeli. Amnoni hakusikiliza, kwa sababu kichwa cha chini kimesimama. Amnoni akachanganikiwa, akasikiliza kichwa cha chini bali sio kichwa cha juu, na hivyo ndivyo akatumia nguvu na mwisho akambaka Tamari. Alipombaka Tamari, kumbuka Tamari alikuwa ni mwanamwali ambaye ni bikira. Pia Amnoni alipopata kumwingilia na kuvunja ustana wa Tamari, maandiko matakatifu yanapata kuniambia Amnoni akamchukia Tamari chuki iliyokuu. Sikiliza, akamchukia Tamari chuki iliyokuu. Sasa swali la kujiuliza, huyu ndio yule ambaye alimpenda sana huyu mwanamke. Alivyompenda huyu mwanamke mpaka alikuwa anapungua, yani anakonda, kila iitwapo leo anapungua kwa sababu ya upendo. Lakini siku ambayo alipata kumwingilia ndio siku ambayo alikuja kumchukia chuki iliyokuu. Hii ni sawasawa na wewe ambaye uko unanitazama mahali hapa. Kuna mwanaume baada ya kulala naye tu ndipo akaanza kukuchukia, akakosa hamu na wewe. Nasema hii ndio nasema na wewe mtu wa Mungu ambaye uko unanitazama. Kuna mtu alikuja kwa mapenzi mazuri kwenye maisha yako. Alipokuja na mapenzi mazuri akakwambia kwa lugha nzuri sana, lakini baada ya kuvua nguo zako na kukutana naye kimwili, ndio chuki ilipoanzia mahali hapo. Leo umekuwa wewe ni mtu ambaye unamtafuta yeye hana hisia na wewe. Nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Hili jambo watu wengi sana wanalichukulia simple, lakini haliko simple kama wewe ambavyo unalichukulia. Nataka nikwambie, kuna saa nyingine ulikutana na mtu anayekupenda kweli. Kuna mtu alikupenda kweli. Amnoni sio kana kwamba alikuwa ni mtu akiigiza kumpenda Tamari, bali alimpenda kweli, na ndio maana alishindwa kutenda jambo lolote lile. Lakini vile Tamari alipoingilia tu, kwa sababu moja tu, mioyo yao haikuwa sambamba. Moyo wa Tamari ulikuwa una maumivu. Amnoni alifanya kile kitu kwa tamaa, na hiyo ndio maana Amnoni baadaye anakuja kumchukia Tamari chuki iliyokuu. Nataka niseme na dada yangu mmoja mzuri ambaye uko unanitazama mahali hapa. Wengi, unajua wanawake wengi wanaamini kuvua nguo na kumwachia mwanaume mwili. Wanajua mwanaume wakimpa mwili wao wanampa kitu cha thamani. Nataka nikwambie, kitu cha thamani sio mwili kwa mwanaume. Cha thamani kwa mwanaume ni moyo wake. Nisikilize, bali mwanamke kitu cha thamani ni mwili wake. Na hii ndio maana nataka nikwambie, hata wale wadada wanaojiuza, sio kama wanapenda, bali tabu na shida wanazopitia, ndio maana unakuta wameingia kwenye lile kundi. Lakini sio kana kwamba wanapenda kuiweka mili yao vile, hapana, bali tabu wanazopitia, ndio maana unakuta wameingia huko. Lakini wakikaa baadaye huwa wanajuta sana. Nisikilize mtu wa Mungu, mwanamke siku zote anathamini sana mwili wake kuliko moyo wake. Nikienda kwa mwanaume ni mtu ambaye anathamini sana moyo wake kuliko mwili wake. Unaweza ukajiuliza kwa nini? Wacha nikwambie, ndio maana siku zote hata magonjwa ya moyo hukuti wanawake wakiumwa, bali utakuta wanaume wengi ndio wanaumwa.
Lakini utasikia wanawake wengi sana wanavyothamini mili yao. Wanajua kana kwamba huyu kaka nikivua nguo zangu na kumpa mwili wangu, my dear, hapa huyu kaka nitamkamata. Usichokijua ni kwamba mwanaume hathamini mwili, mwanaume anathamini moyo wake. Na hii ndio maana una uwezo wa kutembea ukakutana na chizi ama kichaa amepewa mimba na mwanaume mwenye akili timamu. Laiti kana kwamba mwanaume angethamini mwili wake, tusingewaona machizi wa kike wana mimba. Hauwezi ukakuta chizi wa kiume amezana na mwanamke, huwezi ukakuta. Lakini utakuta wanawake wengi sana wamezalishwa wenye vichaa, wamezalishwa na wanaume wenye akili zao. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanaume huwa hathamini sana mwili wake. Na hapo ndipo ambapo utakuta sijui nani huko amemlawiti mtoto, sijui nani amefanya mbuzi, sijui nani ameingilia kondoo, sijui nani huko amekuta mwanaume fulani amekuta sijui akilala na mbwa. Wao hawathamini mili yao, bali wanathamini sana moyo wake. Sasa ambacho ninakushauri binti yangu mzuri ambayo uko unanitazama, kuvua nguo zako haimaanishi wewe utathaminiwa kama wewe unavyothamini mwili wako. Lakini kuvua nguo zako una uwezo ukamtengeneza ukawa chombo cha starehe. Baada ya kuwa chombo cha starehe, akimaliza kufanya tendo lake atachukua hatua zake zingine. Huo ndio kweli ambavyo upo. Lakini unaweza ukakuta katikati ya wanawake 30 ama wanawake 20, wote mwanaume akatembea nao na asiwaoe wale 20 aliyotembea nao wala aliyolala nao, akaja akaoa mwanamke ambaye hajawahi hata lala naye. Sasa unaweza ukajiuliza swali hili hapa, kama mwili ungekuwa ni nguvu ya kumshika mwanaume, nataka nikwambie malaya wote ambao wanajiuza wangekuwa wameolewa. Lakini kwa sababu mwili haumshiki mwanaume, na hiyo ndio sababu unakuta malaya wako wanatangatanga, wadada wako wanatangatanga, kwa maana wameamini kupitia mili yao wanaweza kuleta matokeo. Ukweli ni kwamba mwanaume akamatwi na mwili, bali mwanaume anakamatwa moyo wake. Nisikilize. Sasa wengi tumepotea mahali hapo ya kwamba huyu kaka nimempa mwili wangu, yani sijui kwa nini ameamua chezea mwili wangu, yani sijui amechezea mwili wangu. Nataka nikwambie, watachezea mwili wako mpaka kitaeleweka. Matokeo ya kuolewa hayapo katika kugawa mwili, matokeo ya kuolewa yapo katika tabia. Ninapozungumza tabia, ujue mwanamke ameumbwa kwa sababu gani, mwanamke yupo katika hii dunia, msingi wake ni nini. Ukijua ule msingi, my dear, hautalia kwenye ndoa, hautalia sijui mimi siolewi, hautalia hivi. Lakini nataka nikwambie, utawekewa mikono na mitume na manabii, wataweka mikono juu yako, lakini ndoa utabaki kuisikia Bomba FM, ndoa utabaki kuisikia Clouds FM, ndoa utabaki kuisikia Wasafi FM, ndoa utabaki kuisikia sijui kwenye mashamshamu huko, lakini kwako itakuwa ni no. Unajiambatanisha na nani? Huo ndio kweli. Vuta kumbukumbu, kuna mwanaume ulikutana naye. Huyu mwanaume ulikutana naye alikuwaga hana kitu, alikuwaga yuko choka kabisa, hajiwezi kabisa. Lakini ulipokuja kukutana naye tu pap, alipoanza mahusiano mazuri na wewe pap, my dear, unakuta akaanza kuinuka, anaanza kuinuka, anaanza kuinuka, anaanza kuinuka, anaanza kuinuka. Unakuta alipokuta kila mwanaume akilalaga na wewe anafanikiwa, kila mwanaume akitembea na wewe anafanikiwa. Kuna kitu ambacho uko nacho, lakini ni kwa sababu hujapata mwalimu mzuri wa kukufundisha ufanye nini ili uweze kugrow, ufanye nini ili uweze kukua. Na hiyo ndio maana kila siku uko unajiona una laana. Hauna laana, ila wajanja wanakutumia kuinuka kwao. My dear, katika huu mlango ndipo ambapo wanaume wengi sana zaidi ya maelfu, ndoa zao zimepata kuvunjika. Kwa nini zimevunjika? Iko namna hii. Baba alipoanza kutoka kwenda nje kulala na kahaba, baba akabeba roho ya kahaba. Baba naye akawa ni nani? Ni kahaba. Kwa maana maandiko yanapata kuniambia ya kwamba azinie na kahaba naye ni kahaba na hana akili kabisa, kwa maana hatambui nini anachokifanya. Kwa hiyo baba akabeba spirit ya ukahaba nje. Alipoibeba spirit ya ukahaba, baba akawa kahaba. Alivyokuwa kahaba akaja kulala na mke wake. Mke wake alikuwa ni mtakatifu. Baba kwa sababu ni kahaba, mama hajui chochote. Alipokuja kuungana naye tena, mama naye akawa kahaba. Kwa hiyo ikawa familia ya kikahaba. Mama alikuwaga na mawazo mema. Baadaye mama unaanza kumkuta anaanza kuwaza naye kuzinizini, anaanza kuwaza kutoka nje, anaanza kuwaza kufanya. Unasema hiki ni nini hiki? Kumbe kuna sumu nyingine baba kaigiza ndani. Na hii ndio maana unakuta ndoa zimeshindwa kutulia. Nisikilize mtu wa Mungu, utabaki kusema damu ya Yesu imemalizana pale Kalvari. Nataka nikwambie damu ya Yesu pasipo matendo yako, my dear, ni sawasawa na nothing. Matendo yako ya kinyoka
damu ya Yesu inafanya kazi. Lakini matendo yako yakipindapinda hivi, nataka nikwambie tu kweli, damu ya Yesu haifanyi kazi, kwa sababu maandiko pia yanasema kwamba Mungu hakumtoa Yesu kwa sababu ya watu wote, kwa wale wamwaminio. Wamwaminio Mungu ni wale ambao wanatembea katika njia ya haki. Hiyo damu ya Yesu itafanya kazi ndani yao. Lakini uendi katika njia ya haki, alafu unasema damu ya Yesu, my dear, wewe ni ziapunga. Ukienda Mbeya wanasema barikiwa na Mungu akubariki. Ili somo ni refu sana, nitakuja kuendeleza. Una uwezo wa kusema sasa, kaka, kuna jambo nataka unishauri. Namba zangu ziko hapo chini. Uwezo kunipigia simu yako kuvunja maagano ambayo yako yanakusumbua. God bless you. They call me kaka wa madhabahuni, na wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Wengine wameenda mbali sana, wanasemaga pale kaka anawekaga kafimbo. Kale kafimbo kanini? Hakuna mfalume aliyokosa fimbo mkononi. Maandiko yanasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu aende akatawale. Ina maana Mungu alitufanya kuwa wafalume. God bless you.